Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli. Mungu ni mwema kila wakati. Jana tulizindua jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na kuna ile salamu ambayo inatumika katika maadhimisho hayo kuanzia mwaka huu mpaka tutakapohitimisha mwaka 2028. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tunaitikiaje? Tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Jubilei ya miaka 75 ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam tufanywe upya na Roho Mtakatifu. Wapendwa, Dominika ya 6 inatupeleka mwishoni mwa kipindi cha Pasaka ambacho tutahitimisha na sherehe ya Pentekoste, kushukiwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa kabla ya kushukiwa Roho Mtakatifu, Yesu katika Injili anatupa hiyo ahadi kwamba atatuletea msaidizi mwingine ambaye atakuwa nasi, atatuongoza, na hivyo hatutobaki yatima, hatutobaki wapweke. Bado tutakuwa naye, lakini katika nafasi nyingine ama nafsi nyingine ya huyo Roho Mtakatifu. Na neno ambalo limetumika hapo, hiyo msaidizi mwingine, katika lugha ya Kigiriki ama Kiyunani, lugha ya Biblia, wametumia neno parakletos. Parakletos ni muunganiko wa maneno mawili, para na kaleo. Para inamaanisha mtu ambaye anasimama kando yako ama kando ya kitu fulani, na kletos ama kaleo ni kuita. Kwa hiyo unaweza ukasema parakletos ni yule anayeitwa akae pembeni yako au akae karibu yako kama msaidizi ama mlinzi. Katika kuelewa hilo, Yesu Kristo anatuambia atatuletea huyo mtu ambaye atakuwa kando yetu, atatusaidia, atatutetea, atatufariji na kadhalika. Sasa ujumbe wa huo moto wa jubilei hii, tufanye upya na Roho Mtakatifu, ni kwamba tunaomba Roho Mtakatifu huyo ambaye atakuja kwetu aweze kutujalia hiyo imani, nguvu za kuweza kuwatetea wengine, kusimama kadiri ya kuwatetea wengine na kuwasaidia hasa wanaohitaji msaada wetu. Na hivyo katika maisha yangu ama maisha yako, kwa namna moja au nyingine, ninahitaji msaidizi, ninahitaji mtetezi, ninahitaji wakili ambaye atakuwa kando yangu kunisaidia dhidi ya mambo fulani ambayo siyawezi. Lakini pia mimi pia ninaweza kuwa msaidizi ama mtetezi kwa mtu mwingine. Je, ninachukua nafasi hiyo kuwasaidia wengine, kuwatetea wengine? Ili kuelewa hilo, kuna historia fupi ya kale kutoka kwa Philo wa Alexandria. Philo wa Alexandria ni mmoja wa mwanafalsafa wa kale wa Kiyahudi ambaye alikuwa akiishi huko Misri. Sasa huyu Philo wa Alexandria aliandika kitabu chake kinachoitwa In Flaccum. Hicho kitabu In Flaccum kilikuwa kinamuelezea mtu mmoja alikuwa anaitwa Flaccus. Kwa hiyo ni kitabu kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili ni kwamba dhidi ya huyu Flaccus. Katika miaka hiyo ambayo aliishi huyu Philo wa Alexandria, mwaka 20 kabla ya Kristo mpaka mwaka 50 baada ya Kristo, Roma ama Rumi, dola ya Kirumi ilikuwa ikitawala sehemu mbalimbali za ulimwengu.
na hivyo walikuwa wana yale makoloni ambayo moja ya koloni lao lilikuwa ni Uyahudi. Katika yale makoloni, yule Kaisari anayekaa Roma alikuwa anawachagua watu fulani wa kusimamia hayo makoloni, na hivyo akamchagua. Kwa mfano, Uyahudi alimchagua Ponsio Pilato. Sasa katika eneo hilo la huko Misri, Alexandria alimchagua huyo Flaccus. Alichaguliwa na Kaisari kipindi hicho Tiberius. Roma walikuwa na makaisari kadhaa kama sisi tulivyokuwa na maraisi Nyerere, Mwinyi, Mkapa na kadhalika. Na wao walikuwa nao, alikuwepo Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius pamoja na Nero na kadhalika, waliendelea. Hawa ndio kwanza. Sasa alipokuwa Tiberius, alimchagua huyo Flaccus kuwa gavana wa jimbo moja huko Misri. Na huyo Flaccus alikuwa tu kiongozi mzuri, lakini baadaye mwishoni mwa maisha ya huyu Tiberius aliweza kukengeuka. Alikuwa anawatesa watu, anawatesa Wayahudi, na katika masinagogi yao basi aliamuru watu waendelee na ibada za sanamu, yani kuharibu kabisa Wayahudi, kitendo ambacho kilikuwa na masikitiko makubwa kwa Wayahudi. Sasa alipofariki huyo Tiberius, alikuja Kaisari mwingine aliyeitwa Caligula. Caligula, jina hilo ni kama jina la utani, wanasema jina la utani ambalo lilikuwa linamaanisha kiatu kidogo cha kijeshi, kwa sababu alikuwa tangu akiwa mtoto alikuwa anavalishwa nguo za kijeshi. Sasa huyu Caligula ambaye alikuwa na mtu wa pembeni yake ambaye alikuwa ana ushawishi mkubwa dhidi yake, ambaye pia alikuwa anajulikana kwa jina la Marcus Lepidus. Katika uongozi wake alipata habari za huyo Flaccus ambaye alikuwa akiwatesa Wayahudi, na Flaccus alizani Kaisari huyu mpya pia atapendezwa na hayo matendo, na hivyo akaendelea kuwatesa Wayahudi, kitu ambacho baadaye akagundua kwamba Kaisari Caligula apendezwi nayo. Akamtafuta mtu ambaye anajua na ushawishi mkubwa kwa huyo Kaisari, huyo Lepidus, Marcus Lepidus, ili aweze kumtetea asiweze kutolewa katika ugavana wake. Kwa kifupi, Philo wa Alexandria anaelezea hicho kitabu kinatumika kuelezea binadamu anayefanya kazi akitafuta utetezi ama akitoa utetezi ama upatanishi kwa niaba ya mtu mwingine mbele ya mamlaka. Na hivyo huyu Flaccus anamtafuta Lepidus ili apate utetezi mbele ya Kaisari Caligula. Lakini Caligula akusikiliza, alimtoa katika ugavana, akaamuru aende uhamishoni na akaamuru pia auawe kwa matendo yake hayo mabaya. Kwa hiyo huyu Flaccus hakupata utetezi ambao walikuwa wanautegemea. Na hivyo hilo neno la huyo Paraclete ama mtetezi, mlinzi ambaye atakuwa akimsaidia katika masuala hayo ya kisheria na kisiasa, hakuweza kumtetea, na hivyo alipotea. Unamtegemea nani katika maisha yako? Unamtegemea mtetezi wa aina gani? Mtetezi wako ni mtetezi wa kweli ama mtetezi wa mchongo? Wakili wako ni wakili wa aina gani? Yesu anatuambia, nitawaletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, Roho wa ukweli, ambaye hatotuacha pindi tutakapohitaji msaada wake. Pengine katika maisha yetu ya ufuasi, katika dhana hiyo ya utetezi na usaidizi, ninachukua nafasi gani kuwatetea wengine, kuwasaidia wengine? Ama je, mimi katika maisha yangu ninao kweli watetezi na wasaidizi katika maisha yangu yote ninayopitia? Katika ishu za mahakama, pengine ikitokea nimepata kesi
kuna mtu ambaye atasimama kando yangu, pembeni yangu kunitetea? Au nikishapata kesi ndo basi nitaozea jela huko? Hospitali ninapopitia ugonjwa, kuna watu wapo wakuja kunitazama, kukaa kando yangu, kunifariji na kunipa moyo? Mfano ikitokea nimepata ajali, kuna watu watanisaidia katika kipindi hicho cha kuwa na majanga hayo ya ajali? Ninapopoteza kazi, kufukuzwa kazi ama kupoteza biashara, kufilisika, je, kuna watu ambao watakuwa pembeni yangu kunisaidia kipindi hicho cha hayo matatizo? Ninapopata msiba, kuna watu watakuja kulia pamoja nami? Pengine nikifa, kuna watu watakao nizika? Kuna watetezi wa ukweli, au sisi ni sehemu ya watetezi wa wenzetu? Roho Mtakatifu anatujalia nguvu ya kuwa watetezi na wasaidizi pia wa watu wengine. Tumwombe Roho Mtakatifu atujalie tuweze kuwa wasaidizi, lakini pia tumtumainie yeye katika utetezi na usaidizi huo kwa asilimia kubwa. Kwa sababu binadamu ni kiumbe geugeu. Anaweza akakutetea kwa sababu fulani, lakini pindi unapopata majanga anaweza akakuacha. Ndio maana hata ukienda kwenye ATM ukidumkiza kadi ili utoe hela kama pesa, ATM anajua kwamba binadamu ni kiumbe msahaulifu. Inatangulia kwanza kutoka kadi, sio? Alafu ndo inakuja hela. Wanajua ikitoka hela unaweza kuondoka ukaisahau kadi. Kwa hiyo utetezi, usaidizi, ama mtu ambaye atasimama kwa ajili ya kunitetea mimi katika maisha yangu, Roho Mtakatifu atakuwa nasi. Kristo anatupa hayo maneno, anatuandaa kwa ajili ya huo ujio wa huyo Roho Mtakatifu. Na hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu inatuongoza kuenenda kama moto ama kauli mbiu, tufanye upya na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huyo atatuongoza katika uongofu, atatuongoza katika uadilifu na uaminifu, na mwisho wa siku atatuongoza katika mapendo ya kweli. Mapendo hayo yatatuongoza kuweza kusimama badala ya watu wengine na kuwatetea mbele ya vitu ambavyo hawawezi kujitetea wenyewe. Tumombe Mungu atujalie tuweze kuwa na utetezi wa kweli dhidi ya wenzetu. Tumsifu Yesu Kristo.